Mpenzi mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha pia kwenye kipindi hiki kwenye kituo chetu cha Sauti ya Rehema. Nataka nikukaribisha tukaweze kwenda pamoja kwenye kipindi hiki. Naitwa mchungaji Ken Rono kutoka kanisa la UPEC wilaya ya South Wareng kule sehemu za Keses. Na karibu mpenzi mtazamaji tukaweze kujumuika kulingana na neno la Mungu kwenye kitabu cha waraka wa Paulo kwa mtume Tito. Sura ni ya 2 mstari ni wa 11. Biblia ikasema ya kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, naye atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Mpenzi mtazamaji, hili ni fundisho ambalo linatufikia mchana wa leo, ili kwamba tukaweze kuhimizika na tufahamu ya kwamba ijapokuwa neema ya Bwana imefunuliwa kwetu, ni vipi tunavyofaa kuishi. Tunafaa kuenenda kwa njia ya namna gani ambayo inaweza mfurahisha Mungu. Tunaweza kuishi kwa njia ya aina gani? Biblia imetuambia kwamba tunafaa kukaa katika njia ya kukataa ubaya wowote ule. Njia yoyote ambayo haiwiani na tabia ya Kikristo tuweze kuachana nayo. Tuweze kuenenda na kuongozwa na Roho ya Bwana, ili kwamba tukaweze kufanya na kutenda kila jambo pasipo ubaya wowote. Vile vile ametuambia ya kwamba tuweze kukataa tamaa za kidunia. Vile tumekombolewa na Bwana, inamaanisha ya kwamba sisi sasa ni wageni katika hii dunia. Na yale yote yanayoendelea sasa hayasiyowiana na mapenzi ya Bwana, basi tunafaa kujiondoa kwayo. Tuhakikishe ya kwamba tamaa zozote za kidunia, zile mitindo na mienendo za kidunia, tunajitenga navyo. Wapenzi, Biblia imetuambia kwamba pia tuishi katika kiasi. Tuwe watu ambao tuko na self control. Sio kila kitu ambacho umekiona unakitamani na unakitaka. Sio kila kitu ambacho kimeandaliwa mbele yako ni yako. Sio kila kitu ambacho unaona kikiendelea pale nje ni kinafaa ukaweze kuikumbatia. Hapana. Yale ambayo hayafai tuweze kujiepuka na navyo. Tuwe na kiasi wapendwa. Tufanye vile ambavyo Roho ya Bwana inavyotuhitaji tukaweze kufanya. Vile vile ametuambia kwamba tukaweze kuwa watu wa haki. Tukaweze kuenenda kwa njia ya haki. Njia isiyo na mawaa. Njia isiyo na kesi. Njia ambayo ukifuatiliwa hakuna chochote kibaya kinaweza kutajwa kwako. Maana wewe ni mtu ambaye unaenenda kwa njia inayostahili. Wacha Bwana aweze kukubariki wakati unapoamua kuenenda kwa njia ambayo inampendeza Bwana. Vile vile ametuambia kwamba na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tunajua kwamba katika ulimwengu huu, haswa taifa letu la Kenya, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Lakini mtu ambaye una akili, una Roho ya Bwana ndani yako, kuna mambo mengi ambayo hautashirikiana nayo. Ninajua ya kwamba wengine hata kupata kazi ni lazima upitie njia ya hongo. Ninajua ya kwamba kwamba ukaweza kufaulu kwa kila jambo ambalo unahitaji, unaambiwa ya kwamba kuna kitu inaitwa toa kitu kidogo. Nataka nikwambie ya kwamba ni wakati wa kuweza kupingana na jambo ambalo haliwiani na mapenzi ya Bwana. Tuenende katika njia ya utauwa. Tuko pia katika hali ambayo vijana pia wamejitokeza na wanataka pia kupigania haki yao. Lakini iwapo hawapigania haki hiyo katika njia ya Kikristo, basi tunapingana nayo. Lakini iwapo wanafanya mambo hayo kwa njia ambayo inawiana na mwongozo wa Roho Mtakatifu, then let it be. Mpenzi, nataka nikwambie ya kwamba kuna wakati ambao utatoa hesabu, na kuna wakati ambapo tendo lako jema litakuja kukuokoa. Kitabu cha Isaia 38 inasongomoza kuhusu mfalme aliyeitwa Hezekia. Hezekia aligonjeka kiasi cha kwamba alikuwa tayari kukufa. Mpaka hata mbinguni yenyewe ilikuwa imeitikia ya kwamba huyu sasa imetosha akufe. Akamtuma nabii Isaia, akamwambia sasa nenda kamwambie Hezekia akaandae mambo ya kwake, maana hataishi bali atakufa.
Na baada ya Isaia kupeleka ujumbe kwa Hezekia, akamwambia ya kwamba andaa mambo ya kwako, maana Mungu amesema utakufa bali hutaishi. Lakini Hezekia hiyo haikuweza kumkatisha tamaa. Hezekia hiyo haikusema kwa sababu ripoti imetoka mbinguni na mimi sasa hakuna vile naweza pingana nayo, basi wache iwe hivyo. Hapana. Yeye Biblia inasema kwamba akageuka ukutani na akamwambia Bwana, kumbuka yale yote ambayo mimi niliweza kuyatenda. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Sijui wewe leo kuna kipi ambacho unaweza mkumbusha Bwana? Sijui wewe leo kuna nini ambacho ukiulizwa unaweza mwambia Bwana, Bwana kumbuka. Iwapo hujakuwa ukitenda kulingana na mapenzi ya Bwana, kuna kipi ambacho kinaweza kukuokoa? Sisemi kwamba sisi tunaokolewa kwa ajili ya yale mazuri mengi ambayo tunayafanya, lakini ni ombi tu. Ninataka nikusihi uhakikishe ya kwamba unaenenda kwa njia ambayo inampendeza Mungu, kwa utaua wote, kwa haki, tukiwa na kiasi, tukijitenga na ubaya wote, tukihakikisha ya kwamba mitindo za kidunia tunaachana nayo, usherati tuiweke kando, mitindo zote za giza tuachane navyo, lakini tuhakikishe ya kwamba tunaenenda tukiongozwa na Roho wa Bwana. Roho ya Bwana haitatuongoza katika mitindo na matabia isiyofaa. Roho ya Bwana itatuongoza katika njia za Bwana. Kwa hivyo wacha tuelekee kwa njia hiyo, na Mungu anaenda kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ninataka nikwambie siku ya leo ya kwamba mambo hata kama yataenda yakachukua mkondo upi, na kuna kizuri ambacho umemfanyia Bwana, na kuna kizuri ambacho Bwana anaweza itazama, basi wacha nikuhakikishie ya kwamba hiyo yaweza kukuokoa katika kaburi. Nataka nikwambie tendo hilo linaweza kukuokoa katika hali hiyo ambayo uko ndani yake. Kile unachohitaji tu kufanya ni kuenenda kwa njia inayompendeza Bwana. Tembea katika njia ambayo inamfurahisha Mungu, na Mungu aliye mwaminifu hata kuachilia kamwe. Kumbuka Hezekia baada ya kugeukia ukuta na kumwambia Bwana, kumbuka jinsi nilivyoenenda mbele zako kwa njia isiyokuwa na lawama, kwa njia isiyokuwa na mawaa. Bwana, ninaomba ukaweze kukumbuka. Na baada ya hapo Mungu akazungumza tena na Isaia njiani, akamwambia rudi. Kweli nimekumbuka. Na kumwambia nenda kamwambie, basi nimemwongezea miaka zingine 15. Kumbe Mungu anaweza kukuongezea miaka wakitambua ya kwamba unaenenda katika njia inayompendeza. Kumbe Bwana anaweza kukuongezea kila ambacho haujakuwa nacho, akifahamu ya kwamba unaenenda katika mtindo unaomfurahisha. Lakini kama wewe utaenenda katika hiyo njia unayoenenda nayo, ndugu yangu, leo ninataka nikwambie kwamba be careful. Chukua tahadhari, kwa sababu siku zako pia zimehesabiwa. Wale ambao mumeitwa katika mwito huu mkuu wa kuhubiri Injili, hakikisha ya kwamba unahubiri Injili ipasavyo. Peana habari za Bwana kwa njia inayostahili. Wacha kuongeza sarakasi na ukarabati. Wewe mwambia mtu jinsi ambavyo Bwana anavyohitaji. Kwa wale ambao pia mumeitwa kutumika katika nyumba ya Mungu, tufanyeni kutukiwa na tukifahamu ya kwamba tatufanye kuonwa, lakini tunafanya ili kwamba tukaweze kumpendeza Bwana. Wapendwa, tuenende kwa njia inayompendeza Bwana. Tuenende kwa njia inayomfurahisha Bwana, na Bwana wetu anaenda kutubariki. Bwana wetu anaenda kutupigania, na Bwana wetu atatuongezea yale ambayo hata sisi wenyewe hatujaomba. Ametuambia kwa Yeremia 33:3 ya kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makuu magumu usiyoyajua.
Lakini sasa iwapi mikono unayoyainua yana damu, unatarajia Bwana aweke vitu vyake vilivyo visafi kwenye mikono vichafu? Iwapo moyo wako ni nyeusi, unatarajia Bwana akaweze kubariki moyo wa aina hiyo? Iwapo mawazo yako ni machafu, unatarajia Mungu akaweze kubariki mawazo ya aina hiyo? Hapana. Lakini sasa haihitaji bidii yetu ili kwamba tukaweze kuyapokea haya, maana neema ya Bwana imefunuliwa kwetu. Ni sisi tu kumwambia Bwana tunahitaji na anatupea. Akituambia tuenende kwa njia za haki, sisi tuenenda na tumwambia Bwana tumenenda kwa njia za haki. Kwa hivyo tunahitaji baraka na Bwana ataishughulikia katika jina la Yesu Kristo. Lakini kama sisi kila mara tutakuwa tunafanya mambo ambayo hayampendezi Bwana, kila mara tutakuwa tunaenenda kwa njia ambayo inaharibu tabia na mwenendo za Mkristo, usitarajie mpendwa mazuri kutoka kwa Mungu. Ni ombi la moyo wangu ya kwamba ukaweza kuandaa moyo wako vizuri, ukaweza kuiandaa moyo wako vizuri, ili kwamba Bwana akapate nafasi mahali pazuri ndani ya moyo wako, mahali ambapo atapaweka kile ambacho ni chake. Wewe tia bidii. Wewe tia bidii. Bidii sio kufanya kila kitu kizuri. Bidii sio kujifanya ikana kwamba wewe unaweza mambo yote. Lakini bidii ni kualika Roho wa Bwana, umwambie Roho wa Bwana ninahitaji kuongozwa nawe. Na yeye aliye mwalimu atakuongoza na utaanza kuenenda kwa njia iliyo njema. Pasipo kung'ang'ana, pasipo kustruggle, pasipo kusumbuka, kwa njia yote ile Bwana anaenda kukubariki. Na ninakuhakikishia mpenzi katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana anaenda kukutia nguvu, Bwana anaenda kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi hali hiyo ni ya aina gani, lakini Bwana anaenda kuishughulikia wakati umeamua kuenenda kwa njia inayompendeza katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki unapoiandaa moyo wako na unapojiepusha na mambo ambayo hayafai mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana, maana umezungumza nasi kupitia kwa neno lililoandikwa na mtumishi wako kwa Tito, ya kwamba tukaweze kuenenda kwa njia ambayo ni ya utaua, kwa njia isiyofanana na ya kibinadamu, tukaenende kwa njia inayotengana na mitindo na mpangilio wa ulimwengu huu. Bwana, ni ombi letu ya kwamba msikilizaji huyu ambaye amelisikia habari hili akaweze kuenenda kwa njia za haki kulingana na mapenzi yako, na tunaamini ya kwamba Bwana tunapoenenda kwa njia hizo, makuu naenda kututendea, makuu naenda kututendea katika jina la Yesu Kristo. Baraka utaziachilia, miujiza utaziachilia katika jina la Yesu Kristo. Asante, maana hawa ni wabarikiwa katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Seek